Balozi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Ufaransa, ambaye pia ni mwakilishi mkuu wa UNESCO, Mheshimiwa Said Yakub, ameipongeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa hatua kubwa na madhubuti zinazochukua katika kuhifadhi na kuendeleza maeneo ya urithi wa dunia, huku ikihakikisha maboresho yanayofanyika hayapotezi uhalisia na thamani ya maeneo hayo. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo. Mheshimiwa Said ameyasema hayo katika ziara maalum ya kutembelea maeneo mbalimbali ya kihistoria ndani ya visiwa vya Zanzibar, ikiwemo Mji Mkongwe, ambapo amejionea hatua za ukarabati wa Ngome Kongwe, jengo la zamani la Mahakama Kuu ya Zanzibar, pamoja na maeneo mengine ya kihistoria. Kama inavyofahamika, Tanzania kuna site au maeneo 7 ambayo yanatambulika na UNESCO kama maeneo maalum ya urithi wa dunia. Yako 7: Kondoa, Ngorongoro, Serengeti, Kinapa kwa maana ya mlima Kilimanjaro, hapa Zanzibar kwa maana ya mamlaka ya Mji Mkongwe, lakini vile vile pia na mbuga ya Selous au hifadhi ya Selous. Sasa kwa Zanzibar, ninashukuru na kupongeza sana Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale chini ya Katibu Mkuu na serikali kwa ujumla yote ya Mapinduzi Zanzibar ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa hatua kubwa na madhubuti ambazo zinafanyika kwa mambo mawili: kuendeleza hifadhi katika maeneo yanayotambulika kama hifadhi ya dunia, lakini pia kuyaboresha bila kuathiri ile sifa ya hifadhi. Kwa kweli leo nimetembea Mji Mkongwe katika maeneo zaidi ya 6-7 na nimeona namna ambavyo serikali inafanya juhudi kubwa ya kuboresha maeneo yale, ikiwemo bustani, ikiwemo jengo la Ngome Kongwe na jengo la mahakama ambao kutakuwa na eneo maalum la kumbukumbu ya mahakama, yote yakiwa ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Mji Mkongwe, lakini haijaathiri ule uasili wa eneo lile. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo nampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hivi sasa kama ambapo tumesimama hapa katika hifadhi ya msitu huu wa Jozani, ambapo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa maana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakusudia kuwasilisha katika UNESCO eneo hili ili litambuliwe katika yale maeneo. Kwa hiyo hili kama litafanikiwa litakuwa ni eneo letu la 8 na juhudi ndio kwanza zimeanza. Kuna hatua na ni mchakato mrefu, lakini imeonekana ni muhimu kwa balozi nije nione sio tu ile hifadhi ya dunia, lakini eneo pia ambalo ndio litakuja kuwa hifadhi ya dunia. Kwa hiyo huo ndio muktadha wa kuja hapa Zanzibar kwa ajili ya kujionea juhudi hizi. Lakini jambo la pili, tumejionea maeneo mawili ambayo yametuvutia sana. Eneo la kwanza ni namna ambavyo watalii wanafurika kuingia Zanzibar. Mwezi wa Julai nimeambiwa waliingia jumla ya watalii takriban 170,000. Idadi hii ikiongezeka, manake yale malengo aliyokuwa ameyaweka Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi ya kwamba by mwaka 2030 kuwe na wageni 1,800,000, lengo hilo litakuwa limefikiwa miaka 2.5 kabla. Kwa maana ya Katibu Mkuu ananiambia pengine idadi hiyo kwa mwaka itafikiwa mwezi Januari tu mwakani. Kwa hiyo itabidi Mheshimiwa Rais awekee lengo jingine. Lakini jambo la pili pia ambalo limetuvutia sana, ukiachia mvuto mkubwa wa watalii tunaouona mitaani, lakini vile vile ni uwekezaji unaofanyika. Uwekezaji wa mashirika kama Infinity pamoja na wengine katika maeneo ya utalii, maeneo ya makazi na maeneo ya vivutio mbalimbali. Kwa hiyo yote haya kwa kweli yanastahiki heko na pongezi, na sisi katika UNESCO kwa maana ya wakilishi tutaendelea kuyatangaza vizuri ili hata misaada pia iweze kuongezeka. Naye Katibu Mkuu wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Dr. Aboud Suleiman Jumbe, amesema ziara hiyo imelenga kutathmini hatua za ukarabati wa uhifadhi ili kuhakikisha utekelezaji wake unaendana na matakwa ya mikataba ya kimataifa ya UNESCO, huku akieleza kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea na juhudi za kuongeza maeneo ya urithi wa dunia ikiwemo hifadhi ya msitu wa Jozani na Chwaka, ambapo mchakato wake wa kuwasilishwa UNESCO umeanza. Lengo kuu la ziara hii ilikuwa ni kwa Mheshimiwa Balozi na ujumbe wake adhimu kutoka Wizara ya Maliasili Utalii Tanzania Bara, lakini pia kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Shirikisho la Afrika Mashariki, lakini pia kutoka na Mamlaka ya Hifadhi za Wanyamapori TANAPA.
na kwa pamoja walikuwa hapa katika mwendelezo wa ziara maalum ya matembezi, lakini pia kujionea mwenyewe na kujifunza mwenyewe, Mheshimiwa Balozi, na hatua mbalimbali ambazo serikali imekuwa ikizichukua zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, katika kulinda, kuhifadhi, kuhuisha, lakini pia kuendeleza urithi wetu wa kiutamaduni, urithi wetu wa mambo ya kale, lakini pia urithi wetu wa maliasili. Na yote haya yanaingia katika zile orodha muhimu, orodha adimu za maeneo ambayo yanatambulika katika orodha ya shirika la Umoja Mataifa la UNESCO. Kwa Zanzibar tuna fursa kubwa zaidi ya kuhuisha au pia kuliingiza eneo hili la msitu wa Jozani na huba ya Chwaka rasmi kama ni eneo rasmi ambalo linalindwa chini ya sheria na kanuni za kimataifa za shirika la Umoja Mataifa la UNESCO. Yote haya yanakwenda sambamba na muono, azma, mipango, mikakati ya serikali zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya majemadari wake, Rais Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Harakati hizi, jitihada hizi zinakwenda sambamba na ile ajenda yetu ya mageuzi katika kuipaisha Tanzania, kuitangaza Tanzania katika safu za utalii, sio tu utalii wa fukwe na bahari, lakini pia utalii wa urithi wa kihistoria, utalii wa urithi wa kiutamaduni, lakini pia utalii wa utajiri wetu wa maliasili bara na visiwani, na hasa hapa Jozani ambapo ndio sasa hivi ni eneo ambalo linaondokea na kuwa mojawapo ya maeneo makuu ya vivutio vya hifadhi za maliasili katika visiwa vya Zanzibar, na sio tu kwa Zanzibar, lakini katika visiwa vya Bahari ya Hindi, lakini katika eneo hili la mashariki ya bara la Afrika. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Huzaima Khamis na nyuma ya kamera ni Abdillahi Abdallah. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.